أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ نادى ربه نداء خفيا. Swali lilikuja hivi, wakati gani Nabii Zakaria alipatwa na shauku ya kuomba haya ayaombayo? Nikakurejesheni kule alipomuona Maryam kuna mambo akiyafanya. Walitofautiana Bani Israeli, kama kila mmoja alikuwa ataka mlee yeye Maryam. Kijiji kimeletwa na mzazi wake kwenye msikiti wa Baitul Maqdis Palestina. Kwa kuwa walikuwa sawa kwa daraja, hawezi kupewa mmoja wao kwenye usawa. Hapewi mmoja wao kwamba tumeamua tutumpe huyu wakati huyu ni sawa na huyu ni sawa na huyu ni sawa. Kwenye usawa inakuja kura. Muelewe vizuri hapo. Mke wa kwanza umeoa mke wa pili, umeoa mke wa tatu, umeoa mke wa nne, si ndio? Yule wa kwanza isiwe kuwa eti uliishi naye miaka 20 basi daraja lake liko juu kabisa. Dada yenu mmemkuta huyu. Hata kama huyu kaolewa leo, daraja lake liko sawa na huyu alikaa miaka 28 kwenye ndoa. Wako sawa. Umeelewa vizuri hapa? Kwa hiyo hatutompa fulani kitu kimoja, kwamba kuna kitu kimoja atakiwa apewe mmoja wapo. Wewe ukasema ametangulia huyu bwana, huyu umetoka naye kwenye milima na mabonde na makorongo, tangu mimi si chochote mpaka leo niko kwenye mazingira haya, mali na utajiri. Huyu ndo kavumilia shida zangu, huyu ndiye nilisaga naye rumba, huyu umekula naye bamia, mimi sasa hivi nimekaa nakula mapiza na mahamburg. Wewe umetoka leo wapi ulipotoka naye? Na huyu mama leo, wote wako sawa. Ndio maana pia wako sawa katika mirathi, wako sawa kwenye eda, wako sawa kwenye kila kitu. Kwa hiyo kwenye usawa wa watu, kikatakikana kimoja chende mahala pamoja, kuondoa ile sintofahamu. Kuna kuja kitu kinachoitwa qur'a. Kwa Kiswahili kura, Kiarabu qur'a. Na hii kwamba kura wa Swahili wametoa kwenye Kiarabu qur'a. Ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anapotaka kusafiri huwa anapenda kutoka na mmoja wa wake zake. Atatoka na mke gani katika wake zake 9? Nikisema namchukua huyu ndo mdogo wenu, jamani huyu ni mdogo wenu mumridhie, watu hawatokubali. Huyu ni dada yenu, huyu mkubwa amewapita kiumri, mumheshimu, hawatokubali wale wadogo. Ndivyo. Kwa hiyo alikuwa akipiga kura, ambaye kura itamwangukia yeye, basi wale wengine wataridhika kwamba hakukuwa na upendeleo. Kura imepigwa, basi imempata huyu. Na upigaji kura uko tofauti. Yani ni kitu kwamba kinafanyika, kila mmoja anaridhika kwamba bahati haikumwangukia yeye, imemwangukia huyu, basi hakukuwa na upendeleo kutoka sehemu moja. Mfano, wamezaa mtoto, wana majina, huyu ana majina yake 5, atakampa mtoto mmoja. Mke wake ana majina yake 6, atakampa mtoto mmoja huyo. Tumpe hili au tumpe hili? Basi tuandike kwenye vikaratasi vidogo vidogo. Andika majina yako, andika yake na ile kaandika yake, yule kaandika yake, ikatiwa kwenye bakuli, kikaitwa kitoto kidogo, kwamba sote tukubaliane kwamba karatasi itakayokotwa na huyu mtoto wetu au huyu mjukuu wetu au huyu mtoto mdogo wa jirani, jina litakalotoka hapo ndio tutakalomwita mtoto. Tumekubaliana. Kura hiyo imepigwa. Kwa hiyo papa anakuja ile mtoto anadondosha, anaokota, kimefunguliwa. Nani? Anaitwa Zughulul. Anaitwa Madina. Basi mtoto anaitwa Madina. Huyu ni Madina. Tumekubaliana sote.
yangu mimi na mtoto kachagua kura hiyo. Kwa kura iliyopigwa kwamba nani atamlea Maryam, Allah kwenye Qur'ani amesema wama kunta ladayhim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam wama kunta ladayhim idh yakhtasimun. Hukuwepo Muhammad pale walipotupa kalamu zao kwenye maji. Waliambiwa huyu amtaka Maryam, yule amtaka Maryam, tupeni kalamu zenu kwenye maji. Yule ambaye kalamu yake itabakia haitochukuliwa na maji, huyo ndiye atakayemlea Maryam. Kwa wakatupa. Zakaria naye akatupa kalamu yake, ikabaki kalamu ya Zakaria, kwamba Zakaria ndiye mlezi atakayemlea Maryam. Wakafalaha Zakaria, akapewa jukumu la kumlea Maryam Zakaria, akawa anaishi naye nyumbani kwake. Kullama dakhala alaiha Zakaria almihraba wajada indaha rizqa. Zakaria sasa akawa anaona miujiza mule ndani. Kila akiingia kwenye chumba cha Maryam cha ibada anakuta kuna mavyakula, hakujafuka moshi kwenye nyumba hiyo, hakujaletwa ngano ikakandwa kwenye nyumba hiyo au ikapondwa, hakujaletwa nyanya. Hivi vyakula vinatoka wapi? Kullama dakhala alaiha Zakaria almihrab wajada indaha rizqa, anakuta ana rizq, ana vyakula. Anashangaa mlezi wa Maryam, amwambia ya Maryam anna laki hadha, Maryam vyakula hivi vyatoka wapi? Qalat huwa min indillah, hivi vyakula vyatoka kwa Allah. Inna Allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, hakika Allah humruzuku amtakaye pasi na hisabu. Vyatoka mbinguni vyakula. Alipoyaona yale Zakaria kwa Maryam, na yeye hana mtoto na umri wake umeenda, akajiliwa na shauku na yeye angepata mtoto wake. Jamani, Allah akasema hunalika daa Zakaria rabbahu, hapo sasa ndipo Zakaria alipoamua kumuomba Mola wake. Hizi ni aya katika surat Al-Imran. Sura hii inasema idhnada rabbahu nidaan khafiya, pale alipomuita Mola wake kwa kumuomba maombi ya njia za siri, yametokamana na tukio lile la Maryam. Dhahiri. Kwa nini kumuomba kwa siri? Tumebainisha kwamba dua ya siri inakuepusha na riya. Dua ya siri inabeba kwa kiasi kikubwa ikhlas, lakini kadhalika hakuamua kupiga sauti au kupaza sauti. Baadhi ahli ilm wamesema kama alivyotaja Ibn Kathir kutoka kwa baadhi salaf, qama min al-layli, alinyanyuka usiku Zakaria alayhi salatu wassalam, wa qad nama ashabuhu, watu wake wakiwa wameshalala. Faja'ala yahtifu rabbahu, akawa anamuita Mola wake. Yaqulu khufyatan, akisema kwa lugha, kwa sauti ya chini kabisa, ya rabbi ya rabbi ya rabbi, ewe Mola wangu mlezi, ewe Mola wangu mlezi, ewe Mola wangu mlezi. Faqala lahu Allah akamwambia labbaika labbaika labbaika, nimekuitika mja wangu. Haya yataja Ibn Kathir rahimahullah. Kwa kwenye hiyo dua ya kasiri aliyoiomba kwa sauti ndogo alisemaje? Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi shaqiya. Aya hii tutaanza nayo inshallah darasa litakalofuata.
walhamdulillahi rabbil alamin.